Kutoka majengo ya bunge na fululiza hadi katika kaunti ya Embu ambapo watu wawili wamepigwa risasi na kufariki katika soko la Ishara katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini kufuatia maandamano ya wakazi kuhusu hali mbaya ya hospitali ya Ishara Level 4. Waandamanaji wanaaminika kuziba barabara, hali iliyolazimu maafisa wa polisi kutumia nguvu kuwatawanya, jambo lililosababisha vifo vya wawili wale. Wakazi wa eneo hilo sasa waliojawa na hasira wamekosoa matumizi ya nguvu kupita kiasi, wakisema maandamano yao yalikuwa ni katika juhudi za kudai huduma bora katika kituo cha kipekee cha afya ya umma. Tukianzia maandamano tulikuwa tumefanya maandamano ya amani, lakini kufikia hapa sheria imechukua mkondo mwingine ambapo serikali ama askari wametumia nguvu kuua wananchi. Wameua vijana wawili ambapo na kuna wengine bado wameumizwa. Sasa vile tunataka ni serikali ichukue hatua ya kuhakikisha hao maafisa wameua hao vijana wamechukuliwa hatua kali, na mambo yenye tunaandamania lazima itiliwe maanani. Kulinda watu ni kuua. Serikali inalinda nini? Akiwa mnaua, mnalinda nini? Watu wane, watu wawili, watu watatu wanaua. Sasa wanalinda nini? Ambulance yenye imekuwa ikitumika hapa ni ambayo ilinunuliwa 1988, ambayo imepitwa na wakati. Tunataka wanunue ambulance ya kisasa ambayo itaweza kusafirisha wagonjwa mpaka kule level 5 ambao watafika wakiwa salama. Ambulance hii juzi wiki zimepita kadhaa hapo, kuna mgonjwa aliweza kufika hapa mita chache, gesi ikakuwa yenye oxygen haiko ndani. Matibabu imeharibika, choo huku kila kitu inanuka. Wagonjwa, juzi nilisikia mgonjwa mwingine akisema hata waliona mzee Kobe, sababu vinyanyasi iko kubwa, mzee Kobe anakuja kusalimia wagonjwa. Hiyo ni matibabu mbaya sana na tunasikia vibaya sana. Kwa hivyo sisi kama wakazi wa hapa Mbeere North tunauliza watu wote watu support until hii message ifike kwa Governor Cecily Mbarire. Hali ya matibabu hapa Ishara imeharibika. Tuko na shida na administrator wetu, hakuna kazi anafanya. Pia yeye tumegatafikia.